Asubuhi News Extra. Saa 1:20 zinakatika. Hii ni Radio Maisha, radio zaidi ya Radio Maisha asubuhi. Shukrani sana kwa kuteua idhaa hii kuwa station yako pendwa asubuhi ya leo. Ni hukumu na sakali. Tuko na msomaji wetu wa habari kijana kutoka county ya Kilifi na ubunge la Ganze, Sam Amani. Good morning my brother. Good morning. Uko sawa kabisa? Kabisa. All right. Sakali na Sam, this morning magazeti yote nimeangalia kuanzia The Bold newspaper, Standard Media Group kama ilivyo desturi, and of course nimeangalia gazeti la Daily Nation, nimeangalia The Star, The People's Daily, nimeangalia gazeti lile la Taifa Leo. Taarifa kuu ni kuhusu takwimu ambazo zimetolewa na taasisi ya takwimu nchini Sakali kuhusu masuala mazima ya ukuaji wa uchumi katika miaka mitatu ambao Mheshimiwa Rais William Ruto amekuwa madarakani. Takwimu za mwaka huu hajatoka, lakini tunazungumzia takwimu za miaka mitatu ambazo Mheshimiwa Rais William Ruto amekuwa madarakani, na takwimu hizi zimelinganishwa na watanguliza wake. Rais mstaafu Uhuru Kenyatta, miaka yake mitatu ya kwanza uchumi ulikuwa kivipi, na pia ukiangalia hayati Mwai Kibaki pia. Nikianza na Rais Ruto, ni kwamba anasema kwamba wakati Rais Ruto akiingia madarakani, Samna Sakali, ukuaji wa uchumi ulikuwa kwa 5.7. Katika mwaka wake wa pili ukuaji wa uchumi ukawa kwa 4.7, lakini katika mwaka wake wa tatu ukuaji wa uchumi ukawa kwa 4.6. Ukienda kwa mtangulizi wake Uhuru Kenyatta, rais mstaafu, ni kwamba akiingia katika mwaka wake wa kwanza ukuaji wa uchumi ulikuwa kwa 5.9. Mwaka wake wa tatu ukuaji wa uchumi ukawa kwa 5.4, na katika mwaka wa tatu ukuaji wa uchumi ukawa kwa 5.7. Sasa mtangulizi wa Uhuru ambaye ni hayati Mwai Kibaki, mwaka wake wa kwanza akiingia madarakani ukuaji wa uchumi ulikuwa kwa 2.9, alafu mwaka wa pili ukakuwa kwa 5.1, na katika mwaka wake wa tatu ukuaji wa uchumi ukawa kwa 5.8. Sam Amani, unajua wakati kunafanyika kulinganisha na kulinganua, kuna red card wage natoka. Out of 10 unampa rais ngapi kutokana na hizo takwimu? Hizo takwimu hazijatolewa na Standard Media Group, hazijatolewa na Radio Maisha, hazijatolewa na hukumu na Sakali na Sam Amani, hazijatolewa na News Desk. Zimetolewa na taasisi ya serikali ambayo inatoa takwimu. Yes. Ukiangalia takwimu ambazo zimetolewa, nilijua sana hizi jibu za swali. Kwa kuwa si mtaalamu wa kiuchumi, lakini ninao ufahamu wa kusoma na kuelewa. Bila shaka. Ukiangalia jinsi takwimu hizi zilivyotolewa, hakika zinaonesha kuendelea kupungua kwa uchumi katika utawala wa Rais William Ruto. Bila shaka. Na tukizungumzia swala hilo, nilikuwa nasoma sana gazeti la The Standard, lakini pia nikilinganisha pia na taarifa hiyo katika gazeti la Nation. Kitu ambacho pale kimezungumzwa sana ni swala la inaitwa job creation. Yes. Lakini pia ukiangalia ambapo katika kufikia mwaka 2025 Rais William Ruto alibuni kazi ambazo hazifiki milioni 1. Lakini katika kazi hizi inasemekana kwamba kile kiwango cha mapato cha Mkenya wa kawaida bado kipo chini sana, hivyo basi kukosa kumsaidia kukidhi yale mahitaji yake. Lakini pia ukiangalia kuna masuala ya viwanda ambayo ametajwa katika ripoti hii ama katika takwimu hizi. Na jinsi unavyoangalia, ikiwa marais hao waliomtangulia, angalia, japokuwa rais mstaafu Uhuru Kenyatta aliingia na mwaka wa kwanza akajaribu ikawa 5.9, kisha mwaka wa pili akajaribu akatetereka, ikafika 5.4, lakini baadaye akapanda. Ukiangalia pia akapanda hadi 5.7. Ukiangalia rais hayati Mwai Kibaki 2.9, 5.1, 5.8. Ilikuwa inaonesha kwamba yapo matumaini, hata licha ya kwamba mwaka wa kwanza litetereka, lakini bado graph iliendelea kupanda. Katika utawala wa Rais William Ruto ambaye sasa hivi yupo mamlakani, na ambaye kwa hakika muda wote nakumbuka wakati mmoja baada tu kuchukua madaraka alitamka mwenyewe akisema kwamba yeye ndio rais msomi wa kwanza zaidi wa taifa la Kenya. Mwenye kuna shadow ya uzamili. Ulisikia kauli hiyo? Ama ni uzamifu? PhD ndio uzamifu? Uzamifu na kampeni zake zote zilijikita katika kufufua uchumi wa kiwango cha chini hadi kiwango cha kati, na kuchukua uchumi wa kiwango cha kati hadi katika kiwango cha juu. Inamaanisha kwamba labda alipoingia madarakani alikuwa aangazie ikiwa uchumi utakuwa kwa 5% katika mwaka wa kwanza, basi ule mwaka utakaofuata ilikuwa iwe angalau imepanda, si kupungua.
kupungua. Bila shaka. Lakini pia katika mwaka utakaofuata ambao ni mwaka wa 3 iendelee kupanda si kupungua. Hii inaashiria nini? Inaashiria kwamba hakuna uwekezaji wa ndani, kwamba tunanunua sana kuliko kuuza. Hata wacha nikuongezee. Tunanunua sana kuliko kuuza. Wacha nikuongezee madini. Nilikuwa naangalia katika takwimu hizi ambazo zimetoka, zilikuwa zinasema kwamba Kenya tumenunua nje kuliko tulipopeleka nje. Yani tume-import more than we did export during the same period. And of course, wakati unajua kwamba kasakali as a nation, when you are exporting when you are importing more than exporting, it means kwamba uzalishaji kuna upungufu katika uzalishaji wa ndani unapungua kwa kiasi kikubwa, kwa sababu utakuwa tegemea mataifa mengine zaidi kuliko unavyojitegemea wewe. Kwa hivyo uchumi wa mataifa hayo ambao unaendeleza kuliko taifa lenu. Na hukumu wakati tunazungumza vile, nakumbuka majuzi Rais William Ruto akizungumzia Kenya kuwa katika ngazi ya juu ukilinganisha na majirani zake. Nikajaribu kuchakura takwimu zile, na nikirejelea kile ambacho mmemaliza kwa kuzungumzia swala zima la exporting and importing, even Tanzania are doing better ikija kwa swala zima la asilimia ya bidhaa ambazo zinanunuliwa kutoka nje ya nchi ukilinganisha na zile ambazo zinatengenezwa Tanzania na kuuzwa katika mataifa mengine. Lakini labda nikiwa a devil's advocate to a certain extent, ni kwamba it's actually a mixed bag. Ukijaribu kuangalia takwimu hizi ambazo ziliweza kutolewa jana na KNBS, zina matokeo ambayo labda ni mchanganyiko, lakini kinacho dhoofisha nadharia hiyo ni kwamba sekta ambazo ni muhimu zaidi zimeweza kufanya vibovu ukilinganisha na sekta ambazo, kwa mfano nitakupatia mfano mzuri. Ukiangalia takwimu hizo za KNBS, sekta kwa mfano ya electricity, masuala ya nishati, kawi na kadhalika, imeweza kushuhudia ongezeko ama kupanda kule kutoka hadi 4.8 ikilinganishwa na 1.2. Sekta nyingine ambayo vile vile imeshuhudia kupanda ni construction, ambayo imeweza kugrow 6.8% ikilinganishwa na labda kiwango kile kilichokuwepo mwaka 2024. Lakini licha ya hili kuonekana kuwa ni a mixed bag of fortunes, tunakubaliana sote kwamba sekta muhimu zaidi katika uchumi wa taifa lolote lile ni sekta 2 au 3. Kuna swala zima la kilimo ambalo takwimu zinaonyesha kwamba tumeshuka, na vile vile kuna swala zima la viwanda, mmelitaja hilo, swala zima la manufacturing na kadhalika. Takwimu vile vile zinaonyesha kwamba hiyo ni sekta ambayo tumeweza kushuka, na kisha lilolitaja Samamani, swala zima la job creation, na nadhani tulikuwa tumelitaja awali kaka hukumu kwamba Rais William Ruto akiingia mamlakani aliahidi nafasi za kazi 1,000,000 kwa mwaka, lakini katika kipindi cha miaka 3 wamebuni chini ya 1,000,000 hiyo moja kwa miaka 3. Kisha mwisho nadhani kwamba takwimu hizi zinadumishwa hata zaidi na the fact kwamba Rais William Ruto amekuwa katika majukwaa ya kisiasa, amekuwa juu ya magari, anayoyazungumzia akiwa juu ya magari, na kila ambacho naibu wake Kithure Kindiki, maafisa wa serikali, mawaziri na kadhalika wanakizungumza wakiwa katika majukwaa ya kisiasa, hakiendani kabisa na takwimu, haiendani hata na hali katika mifuko ya Wakenya. Na ndio maana wengi wa Wakenya wamekuwa kishangaa wakati tunasema we are the 6th largest economy in Africa, so you have grown 2 digit, I mean all those digits they always mention. Wengi wa Kenya wamekuwa kishangaa mbona the 2 digit hai reflect katika mifuko yao, mbona 6th largest economy haionekani katika mifuko ya Wakenya. Kwa hivyo nadhani kwamba Rais William Ruto atakuwa na kipindi kigumu sana kuweza kujitetea dhidi ya takwimu hizi kutokana na matamshi ambayo yameendelea kuyatoa katika mikutano ya hadhara. Na unajua kitu kingine ambacho kwamba kinashangaza zaidi ni kwamba ukiangalia uzalishaji katika viwanda vyetu umeshuka. Ukiangalia kubuni nafasi za ajira ambayo ilikuwa ni moja kati ya ajenda kubwa sana ya Mheshimiwa Rais William Ruto, imeshuka. Ukiangalia katika accommodation and food services, katika masuala mazima ya hospitalities na masuala mazima ya vyakula pia imeshuka. Sasa kwa scorecard ya Mheshimiwa Rais William Ruto, sasa hivi kwa mtu ambaye ungekuwa ni wewe ni mwalimu ambao unafaa kuandika report card, anaenda nayo 2027 hadi muda huu unavyozungumza, kutokana na takwimu, na ieleweke kwamba si magazeti yameandika hizi takwimu. Hizi ni takwimu zimetolewa na taasisi ya serikali ya kutoa takwimu. Kwa hivyo hata kama ingekuwa ni kuweza kugushigushi kidogo, wangegushi wao, lakini tayari ipo kwa umma. So kwa mtu ambaye ungekuwa mwalimu sasa hivi, Samamani unaandikia Samamani babake mwalimu, sio?
Lakini wa literature si hata kaka hukumu babako ana bila shaka alikuwa mwalimu. Mimi baba alikuwa mwalimu, dadangu mwalimu. Wewe mimi ndio nafaa niulize hili swali kwa sababu mimi sina ualimu popote. Sasa mimi kama mwalimu na mtihani serikali ya Rais William Ruto, nianza na kaka hukumu chini ya 10 chini ya 10 dictation ile ya class 3 ile chini ya 10 unampatia mimi nitampa 4 na nitaeleza kwa nini 4 out of 10 kwa sababu nimewahi kuwa mwalimu katika maisha yangu ya kwanza maisha. Wakati mwanafunzi amepata kwa mfano alama 60 akapata 60% katika mtihani uliopita, alafu katika mtihani unaokuja akapata 50%, yule mwanafunzi bado yuko within the average bracket, lakini kwa takwimu zake za masomo amefail kwa sababu alikuwa 60 amekuja 50, kwa hivyo amefeli, japo kwa takwimu yuko average, kwa hivyo bado hajafeli sana, lakini takwimu zake zinaonyesha kwamba amefeli. Kwa hivyo tukiangalia alipokuwa Mheshimiwa Rais William Ruto akichukua usukani 5.7 5.7 to 4.6, kwa hivyo rais amefeli. Kwa hivyo mimi hapo nampa 4 out of 10. Hiyo ni 40 za D+ ama C-. Ni pass mark tu, lakini ni C+ hapo. Hiyo wajua wengi alafu unajua huyu ni yule mwanafunzi ametoka shule nyingine ya town amekuja pale kijijini anasema nyinyi wote hakuna kitu. Wewe sama mani wewe unampatia 3, 5, 7, 9, 10. Kabla nitaje asilimia, nafikiri kuna mambo mengi. Usama mani anasumbua sana. Kabla nitaje asilimia, nafikiri enda kwa asilimia wewe bwana, acha stories zako. Wewe enda kwa asilimia wewe, hakuna mambo mengi hapa. Enda kwa asilimia ambayo unahisi kwamba serikali hayafanyi sawa. Na haya mambo ndio ambayo amechangia. Unaona miradi kweli wanaanzisha, tuseme ujenzi wa nyumba za bei nafuu. Bila shaka wanaofanya biashara hizi, je, wanawajibika katika kulipa serikali jinsi inafaa? Kwanza wanafanya miradi mbalimbali. Unapojiulize, umeleta hoja nzuri, wanaopeleka materials katika kujenga housing hizo affordable. Ndio. Are they Mkenya wa chini? Ndipo hapo sasa nakuja. Unajua utendakazi wa serikali si tu watu wengi hasa ambao wapo serikali wanahisi kwamba ni kutenda tu kazi alafu kisha uchumi imarike. Hapana. Ni kila shilingi inayotoka katika biashara iwajibishwe kikodi ili irejee katika mfuko wa serikali ambao ni mfuko wa haya maliza hayo yote. Unajua sisi tunakungoja unangoja asilimia. Wewe ongea beleza mambo yote, lakini mwisho wa siku sisi tuko hapo kwa asilimia tunakusubiri. Pia kuna swala la kodi kubwa ambayo na mzigo biashara. Kuna mambo mengi, gharama ya maisha na deni kubwa la umma ambalo pia linaandama serikali taifa la Kenya kufikia sasa. Haya ni baadhi ya mambo ambayo yanachangia uchumi wa taifa kuendelea kudorora. Kiasilimia, ndugu yangu amempa asilimia 10 ama 3? 40. 4 out of 10. Nikimpa 4.5. Kwa hivyo hiyo ni 45%. Ampo mbali sana. Kwa hivyo na wewe je, vipi? Mimi si mwalimu, sijawahi sahihisha kitu. Wewe msahishaji. Nadhani kwamba nakubaliana na kaka hukumu asilimia 40 pale naweza nikampatia 4 out of 10 kutokana na kwamba ulivyosema kuna masuala muhimu sana ambayo vipaumbele ambavyo serikali imeweza kufeli licha kwamba inajipiga kifua katika baadhi ya mambo ambayo imeweza kufanya, na mwisho wa siku mimi nadhani kwamba takwimu zozote zile hazina maana yoyote ile iwapo haiwezi ka reflect katika maisha ya kila Mkenya. Asante. Anasema kwamba takwimu zozote zile kama hayawezi yakaendana na maisha ya Mkenya basi zimefeli. Nikamilishe niseme kwamba ukuaji uchumi wa Kenya hauendi kwa kasi haukui kwa kasi kwa kuwa ukuaji wake hauendani na gharama ya maisha na deni, lakini pia ubunifu wa ajira nchini. Thank you. Haya basi. 26 dakika kabla kufika 2 kamili ni maisha asubuhi. Shukrani sana Sama Mari, hukumu na sakali ni maisha asubuhi, mwamko mpya. Saa 2 kamili baada ya habari za sasa tutakuwa naye seneta wa kaunti ya Nairobi, Edwin Sifuna. Anajiita kwamba yeye ndio Sifuna. Sam, kuna swali gani kwa Sifuna wewe? Maswali ni mengi sana. Swali moja. Mwanasiasa. Kitu cha kwanza kabisa, hatma ya Linda Mwananchi ni gani? Hatma. Manake kuna watu wengi kule, ukiangalia kila mmoja anasema Sifuna for president, fanya hivi, lakini hatma yake ni gani? Okay. Manake imejitokeza kama sauti ya Mkenya. Lakini je, hatma yake ni gani? Good question. Lazima talijibu. Lazima. All right.